mawazo yetu mchana wa leo. Tuko hapa ulimwenguni katika kipindi hiki kizito, katika kipindi hiki kigumu, katikati ya sherehe hizi za Pasaka, lakini tena majonzi yako pamoja nasi. Tunaomba kwamba Bwana, kama jinsi ulivyoshinda kifo, kaburi na mauti, utatupa nguvu za kushinda mchana wa leo, na baada ya kushinda kusimama tukitamani kuona uzima wa milele na kuvikwa taji pamoja na hao walioshinda, maana nasi Bwana tunatarajia kushinda katika wewe utakayetia nguvu. Nena nasi Mungu wetu, maana tutakapotoka kusikia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaweza keti mahali pazuri tu tukilia kwa dakika chache ili Bwana kanene nasi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Basi nitangulia kusema ni mchungaji Zablon mwa nyumba Lalo. Na kwa neema ni mchungaji wa parokia hii ya Chavia, ambapo iko na makanisa mawili, St. Peter's Mwabache pamoja na Good Shepherd Mazola. Na tunapenda kuwashukuru sana kwa kuja ili kuja kusaidiana na familia hii katika kipindi hiki kigumu, tukitamani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nao, kuwawezesha, kuwasaidia na kuongoza katika haya maisha mapya ambayo natamani tujue na tukubaliane nayo ya kwamba ni maisha mapya kwa wanangu bila mama. Bwana asifiwe. Na ni maisha mapya kwa baba bila mke wake. Ni mambo ambayo itabidi tukubaliane nayo, kwa sababu dekandoe tuko duniani na kifo kinakaa pamoja nasi na kinatendeka na kutokea mahali ambapo hatujui, lakini ni sisi tuwe tayari. Na kwa sababu jana tumeshinda na ibada za Good Friday, Juma Njema, ambapo ulimwengu mzima unaendelea kutambua ya kwamba mtu mmoja alipoteza maisha yake ili sisi tuwe hai, naye si mtu wa kawaida, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mchana leo natamani tuendelee na hali hizo, ili hata wale ambao waliweza kukosa ibada ya jana, leo pia kuendelea na Pasaka, tunapomngoja afufuke akishinda kifo, kaburi na mauti. Maandiko yanasema katika Injili ya Mathayo mlango wa 27 mstari wa 62 ya kwamba hata siku ya pili ndivyo ilivyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato wakasema, Bwana, tumekumbuka. Mwambie jirani yako, tutakumbuka. Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai ya kwamba baada ya siku tatu nitafuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wakamwiba na kumwambia watu ya kwamba amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo natamani tujiulize maswali mawili. La kwanza, utakapotoka hapa kama jinsi mama ambavyo ametutoka, hawa watu walio hapa watakukumbuka kwa nini? Hebu mgeukie jirani yako, muulize tu, mkote kidavida, nikumbuka na kimwani. Usiogope, muulize Kiswahili. Ndugu yangu, tutakumbuka na nini? Utakumbukwa kwa kufanya nini? Sisi tutakapolizingira jeneza lako, tutakuwa tunasema nini kukuhusu? Maana kuna watu ambapo tutakuja siku ya mazishi na itabidi tuitishe si mchango wa hela, ni mchango wa kumbukumbu. Maana tukijaribu kufikiria tuandike nini hatupati. Tukijaribu kufikiria tudanganye watu, tunaona tunaweza pigwa mawe. Historia zinafanywa za ukarabati. Semeni hivi. Haya hapana. Gorenyo kugena bana viao. Semeni alikuwa hivi. Mpaka tunabii tu alizaliwa, akafa na akaenda. Lakini wengine pia tumetengeneza historia ambazo hata siku ya mazishi hatuwezi kuzisoma. Maana familia inaona aibu.
Lakini ukweli wa mambo ni whether umeishi maisha mazuri ama mabaya, siku moja tutakukumbuka. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba wakamkamata Yesu, wakamsingizia makosa ambayo hakufanya, wakatafuta ushahidi, mashahidi wakaja wakanena kila kitu mpaka wakakosa. Lakini siku moja kama ya jana akasulubiwa na akafa. Wakajua tumemaliza kazi. Alafu viongozi wa makanisa, mabishop, wa injilisti, leaders na kila kitu wakaenda wakaketi. Sasa huyu bwana ameenda, ibada zetu sasa zitakuwa zinajaa, maana yeye ndio alikuwa akibeba watu wanaenda huko wanamfuata jangwani. Sasa kazi tumemaliza. Lakini walipokuwa wakitaka kufanya maombi ya kumaliza kikao, wakakumbuka huyu bwana alipokuwa hai kuna kitu alisema ya kwamba atakufa, mtanizika, lakini siku ya tatu kwanye nitafufuka. Hapakulalika usiku huo. Wakijaribu kufanya nini? Wakijaribu wakasema, jamani, huyu bwana akifufuka kazi kwisha. Wengine tutafunga makanisa, wengine tutarudi nyumbani, maana kama alipokuwa hai alitufanya hivi, akifufuka sasa kutakuwa kibarua. Wakaondoka wakaenda kwa Pilato, wakamwambia Pilato, jana ulituhukumia yule mtu, tumemhukumu amekufa, lakini kuna kitu kimoja mheshimiwa tunataka kuambia. Jana hatukulala, maana tumekumbuka aliyosema. Ndio nikatangulia kuuliza, jamani, utakapoenda tutakukumbuka na nini? Watoto wako watakukumbuka na nini? Washirika wako kama mchungaji watakukumbuka na nini? Wewe kama chief, kama waziri yuko hapa, governor, wewe kama baba wa nyumba, wewe kama mzee wa mtaa, utakumbukwa kwa nini? Kwa kudhulumu wajane? Utakumbukwa kwa nini? Kwa mipango ya kando, ya juu, ya chini, ya mbele na ya nyuma? Tutakukumbuka lini? Kwa kulala kwenye mitaro? Tutakukumbuka kwa nini? Kwa udaku na umbea na mambo mengi ambapo unafanya? Lakini nataka kujua kwamba unapokuwa hai kuna historia ambayo unaandika. Wewe utuambie tushughulike na yenu, msishughulike na yangu, tunaona, tunasikia na tutakumbuka. Tingisha jirani yako, mwambie usitusumbue, tutakumbuka tu. Mama, tumekuwa na kizazi cha watu wa kutishia watu. Achane na maisha yangu, msiniangalie, mimi nakula raha zangu na tunaona. Msisemeseme yako ndio anawashinda, yako tuko naye ametushinda, lakini yako pia tunayaona. Ukifanya vituko tunaona, ukiwa mzuri tunaona, na ni kwamba whether unataka ama hautaki, we are seeing. Na kwa sababu tunaona, tunayaweka kwenye akili, na kwa sababu tumeweka kwenye akili, hata tukiyasahau leo, kikiumana tutakumbuka. Ndio maana kumezungumza watu wa welfare hapa, wakasema, mpendo, uko Nairobi, uko Mombasa, jifanye kana kwamba ufi, fanya kila kitu, tukikuita unatuambia hatushughuliki. Ile siku kitaumana tutakumbuka ya kwamba alikuwa habebi maji matangani, kwa hivyo siku yake pia hatutabeba. Ndodo deka kobo na simende bonya bada, ndodo rikabambao na isweni. Jipange sawa sawa ukiwa hai, kwa sababu hatusahau. Lakini mna roho mbaya, hata wewe ni roho mbaya kivyako pia. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, mheshimiwa, jana hatukulala. Sisi kama wachungaji, sisi kama maaskofu, tunafikiria kwamba tumemaliza, lakini tumekumbuka. Lakini tumekumbuka mambo fulani. Kwambia, mmekumbuka nini? Hawakumuita Yesu. Nataka nikwambia kwamba tutakapokuwa tukikumbuka, hatutakukumbuka na jina lako, tutakukumbuka na tabia yako, tutakukumbuka na mwenendo wako. Sifa zako ndizo zinazokubatiza. Yawezekana umebatizwa kwa maji mengi ama maji kidogo, alama ya msalaba ama alama ya Nike, umewekelewa mikono ama umewekelewa makwapa, haijalishi. Lakini yale maisha ambayo umeishi, tutakuita kwa hilo jina. Lakini hao jamaa walipokuwa wakiangalia maisha, wakashindwa, tutamuitaje huyu bwana? Tumesikia mambo mengi, lakini hatujawahi sikia mtu akisema kwamba ninakufa na mtanizika na siku ya tatu nitafanya nini? Usema huu kama si ujinga ni ujanja huu. Sasa huyu bwana tumuiteje?
wakambatiza jina. Wakati watu wanabatizwaga, wakati wanaenda kanisani kubatizwa, yeye alibatizwa wakati amekufa. Wakasema tena, Bwana, tuna title mpya huyu mtu. Haitu tena Yesu, hatumiti tena mfalme wa Yuda vile mlekelea jana. Jamani, tumekumbuka huyu mjanja. Mwambie jirani yako, ishi kijanja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tutakukumbuka, kwa sababu hatusahau. Ukiwa hapa duniani, ishi vizuri. Lakini si kuishi vizuri tu, tumia akili, ishi kijanja. Bwana asifiwe. Tikisha jirani yako, mwambie hata kama hajasoma, mwambie live smart. Usikae tu. Unajua kuna watu wanakaa kama wako hawako, ameingia hajaingia, watu wajui. Kanisani ni mshirika, lakini hata akiingia akitoka yupo tu, watu wajui alikuweko hakuweko, hawajui. Kwa kijiji haujulikani, uko hauko haujui. Yaani mnamando kaburubu. Ukavuka ukaketi, hakuna tofauti. Akiwa anaenda na akiwa anarudi nyuma, hatuwezi jua. Kuna watu ambao hawaeleweki. Sasa tunashindwa, tutakuhitaji. Tena mkianza kumuita watermelon nani, anaanza kuongea vibaya. Mkianza kumuita kimbele anaongea vibaya. Lakini kila kitu, hata mambo mengine si yako ushaingiza pua. Mengine tutakuhitaji. Wakamwangalia Yesu wakasema, haya aliyofundisha hata sisi walimu wa dini hatujawahi fundisha. Miujiza aliyofanya hata sisi wenyewe tunaiga. Lakini zaidi mambo aliyosema kuhusu maisha yake hatuyaelewi. Huu kama si kusoma ni nini? Ni ujanja. Bwana, tumekumbuka yule mjanja alipokuwa hai alisema ya kwamba siku ya 3 atafufuka, na hilo limetukosesha usingizi. Sitaki kuongea muda mrefu kwa sababu wengine tunaenda mbali. Lakini swali la kwanza ambalo nimekuuliza, tukukumbuke kwa nini? Lakini namba 2, tukikumbuka tukuiteje hiyo siku? Niko hapa kwa sababu kuna wengine wameitwa mlevi mbwa. Wengine wako hapa wameitwa malaya. Wengine wako hapa wameitwa wachawi. Lakini tukikuangalia ni kwa sababu saa 11:30 asubuhi unakuja kuomba chumvi. Hodi, wewe mwadoa mlale, naomba chumvi. Saa 11 jamani, unakuja kutuamsha. Hata kama hurogi, si utaitwa mchawi? Kwa sababu tabia zako, maisha yako yanafanana na nini? Ni chumvi gani inakuja kuomba saa 11 hata kama ni shida? Mambo yasiyo kuhusu unayajua. Fulani aliamka vipi? Nani alipigwa makofi jana usiku? Jana kulifukuzwa nani? Yako kwenyewe hata kuomba mwiko amehama ndani ya nyumba kwa sababu kelele. Tutakuita majina. Wako watu hapa mpaka makanisa hayaendelee. Wacha niongee kama mchungaji, mkitaka msulubishe sawa, hata Yesu alikufa jana. Bwana Yesu asifiwe. Michango iko kanisani, watu wanatoa, wewe hautoi. Lakini ndio mtu wa kwanza. Pasta, tunataka mahesabu ya nani? Zako ziko wapi zihesabiwe? Ni vurugo kanisani. Ni watu tu, tena ni ndugu na dada. Ndio huyu mchungaji, ulimwona ameingia kwa fulani, mchungaji ameenda kwa sababu ni mchungaji. Tunyorosheni hata si mkitaka mtunyoroshe. Lakini wapendwa, tabia na mambo unayofanya tutakubatiza nayo. Unawezekana usibatize kanisani, lakini kwa kijiji tutakubatiza. Bwana Yesu asifiwe. Tusipokubatiza kijijini, hata kanisani tutafanya nini? Tutakubatiza mara ya 2 na ya 3. Tutakubatiza shuleni. Wewe ndio kusumbua walimu, wewe ndio kusumbua watoto, wewe ndio kusumbua vijana wenzako, kila kitu. Jamani, nataka ujue ya kwamba tunaandika historia, tunaona na hatusahau. Lakini la pili, tuna jina lako wakati ukiwa hai. Na inawezekana usilisikie ukiwa hai, lakini siku utakapoenda tutalisema tu. Haleluya. Swali ambalo nalouliza, tukumbuke nini? Lakini la pili, tukuite nini? Maana wengi tumebeba majina ya ajabu. Tukiketi, tukilala, tukiamka tunaitwa majina. Hata watoto wetu wametubatiza majina. Watakuita dadi na mami, lakini ukiondoka redio hewe yangia. Maana mama wa kelele amefanya nini? Ameingia. Unafurahia kuitwa Simba baba, maana unakula vyako peke yako kule. Ukija fungua mlango, usipofungua napita na wewe. Simba imeingia sawa. Lakini tunajua pepo amefanya nini?
ameingia. Wewe unajiita simba, sisi tunakuita shetani. Maana utakapoondoka, ukweli wa mambo hautatufunga mdomo. Sasa hivi utasema vile utasema, tutakuogopa kwa sababu uko hai, lakini ukifa Yesu akaitwa mjanja. Tingisha jirani yako, muulize wanakuita nani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza jina lako ukiwa hai. Tengeneza maisha yako ukiwa hai. Tengeneza ushuhuda wako ukiwa hai. Maana siku moja mama mmoja anaitwa Tabitha akafa. Alipokufa, ibada watu wamejaa kama hapa vile mmejaa. Jeneza limewekwa kule ndani, kuna ngojea mchungaji aje aombe. Jeneza litolewe, marehemu afanye nini? Aende kupumzishwa. Lakini alipofika mlangoni, Petro anataka kwanza ibada. Haya wapendwa wanaume, tuingieni tubebe mwili ndani. Akamwambia, samahani mjomba, tunajua umekuja na Biblia kubwa, umekuja na majoho yako, lakini anazikwaje mtu kama huyu? Kwa sababu sisi wajane tuko hapa, tulikula kwa jina lake, tulivaa kwa jina lake. Uriko baada mtu ametesia bandugu. Petro akauliza nini? Akamwambia, huyu ndiye msaada wetu, huyu ni ngome yetu, huyu ni rafiki yetu. Hapa eleweki. Fanya kazi mchungaji. Ndio tumekuja, tumejua kama unataka kumzika, lakini tuambieje, anazikwaje mtu kama huyu? Petro akamwangalia, akamwambia, nipeni nafasi. Wakatoka nje, akaenda akamwangalia, akiangalia wajane vile wameng'ara, madera, vitenge, vikoi, kila kitu. Akauliza, ni huyu mama aliyefanya? Niambia, yeye ndio anatuvalisha, yeye ndio wardrobe yetu, yeye ndio designer wetu. Akienda, kuna zikwaje mtu kama huyu? Tutafanya nini? Petro akamwangalia, akamwambia, Talitha kum, inuka. Tabitha, kazi zake, maisha yake, roho ya Mungu ikamrudia ndani yake, akainuka, akapewa chakula, akaanza maisha mapya. Wewe ukienda leo, tutakukumbuka. Ama watu wakitaja jina umbia, ai shetani ashindwe, nyamaza, hilo jina lisahulike. Kuna siku moja niliwaambia kwamba mama mmoja wa kwetu alifiliwa na mume wake, na baada ya wiki mbili, baada ya miezi miwili, kukafa jirani tena. Hajawahi sikika mama huyo akitoa ushuhuda, na kila mtu alijua kwamba ameokoka. Lakini baada ya mume wake kufa, miezi miwili, jirani akafanya nini? Akafa. Sasa kwetu kuna tabia, usiku wakati wa kesha, kunasimamishwa kesha karibu na saa 6 hivi, watu wanaanza kutoa ushuhuda. Watu wakainuka, wakatoa ushuhuda. Mama baadaye akapata nafasi, naye akainuka, Bwana Yesu kaso Yesu asifiwe Mwokozi. Wapendwa, watu wengine mmemsahau. Nani huyu? Jamani, mimi ndio fulani. Mume wangu alikufa miezi miwili iliyopita. Nashukuru Mungu, nimevumilia miaka 18 ndani ya hiyo ndoa. Alinitwanga, akanipiga, akanitesa, juzi nikamzika. Sasa si mnaona wapendwa, ninang'ara. Yaani badala ya kuomboleza, mama anafurahi kwa sababu kashetani kalikuwa kanamkondesha. Sasa kameenda. Huyo mama ukimwambia tufanye ukumbusho wa mume wake, atakuja? Atatoa hata hela? Sasa hebu muulize wewe, jamani, ukiondoka tukukumbuke ama tusahau? Maana kuna watu wakifa tutang'ang'ana. Majirani wanasema tufanyeni ibada ya ukumbusho. Huyu mtu wanaenda wanakaa, baada ya mwaka mmoja wanafuata, mchungaji, tumekumbuka kuna mengine hatukusema siku ya mazishi. Nipatie nafasi nizungumze kuhusu mama, kwa sababu alifanya mazuri. Lakini kuna wengine ukikumbuka unasema katika jina la Yesu ashindwe. Hata ukilala usiku ukipata kandoto, shindwe kabisa, asirudi huyu. Watu ukitajwa jina mahali unaweza mnataja nini? Kwa sababu ya maisha ulioishi. Lakini wakasema yule mjanja alisema alipokuwa hai, si alisema alipokuwa amekufa. Unazungumza ukiwa hai. Alisema kwamba siku ya 3 atafufuka. Ulizwa na Plato, sasa mnatakaje? Tunaomba security. Kwambia mko nao, chukueni askari, chukueni JSU, chukueni Red Berets, nendeni nao, fanyeni vile mnavyotaka. Wakaenda wakalifunga kaburi. Biblia inasema kwamba wakachukua muhuri, seal, wakaiwekelea pale, wakaweka askari. Lakini siku ya 3 mjanja akafufuka. Haleluya. Yale utakayosema tutayafuatilia.
Ukisema utafundisha, fundisha. Ukisema utajenga, jenga. Ukisema utaoa, oa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tutafuatilia na hatusahau. Na aliposema ya kwamba atakufa, atafuka siku ya tatu, jamani, tunangoja asubuhi na mapema alfajiri, akashinda kifo, kaburi na mauti. Piga makofi kwa Yesu, kwa sababu ni mjanja. Nataka nikumbuke kwamba tunapomalizia mchana wa leo, tunapozika mama, muangalie jirani yako, mwambie jirani, mwambie tu jirani, umejipanga vipi? Unaitwaje? Na uje, unajua vile tunavyokuita? Mzee tu, unajua vile tunavyokuita? Hajui. Bwana Yesu asifiwe. Na vile yeye hajui, na wewe pia haujui. Na vile nyinyi hamjui, na hata mimi pia sifai nini? Kuna wachungaji tumebandikwa majina hapa. Mchungaji ama mchinjaji? Ni mwinjilisti, ni mwibilisti huyo? Bwana Yesu asifiwe. So kila mmoja kwa vile unavyoishi, tuko na jina lako, na hilo jina tutalifuatilia. Lakini zaidi ya yote, hatutalifuatilia tu hapa, hata ukifika huko juu, kuna jina lako. Wale watakao kuwa kilakiwa langoni, mlangoni pa mji, Bwana atanipisha, pasipo majonzi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi. Utakapo kuingia mlangoni pa mji, nako kutakuwa na kitabu kimeandikwa. Wale walioishi vizuri waingie katika uzima wa milele, na wale walioishi maisha ya aibu katika jehanamu milele na milele. Jina lako limeandikwa mahali, na sijui limeandikwaje, lakini uzuri ni kwamba kabla haujaitwa kama mama yetu alivyoitwa, una nafasi ya kuchagua ukiwa na akili timamu kama mzee tupa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi sahihi, maana kifo chika wadacha kenyuma Yesu ndevanga. Bwana asifiwe. Ukifa leo, hata tutoe sadaka ngapi, haitakutoa huku ikupeleke huku. Hata tupige magoti ya mbele ama ya nyuma kama ya jogoo, haitakusaidia. Maamuzi ni sasa. Na naomba nimalizie na vijana wenzangu. Na mimi si kijana, mimi mzee by the way, ni mwili tu hauna shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Pasaka. Najua tuko nyumbani, shule zimebreak, lakini baada ya wiki moja tunarudi wapi? Kama umeketi karibu na kijana, piga kofi, mwambie Yesu amesulubiwa, si wewe usulubiwe. Hamjaelewa? Umeelewa? Mwambie kijana, ni Yesu anasulubiwa, si wewe usulubiwe. Hamjaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Hii Pasaka wapendwa, umeketi karibu na mwanaume, mwambie tunakuangalia. Kama utakunywa, leta tukunywe sote nyumbani. Maana kama ni kitamu, mbona ukule peke yako? Halo? Kuna kitu sielewi. Kama hiyo kitu ni tamu, na unaona kwamba mwanaume yote lazima akunywe, si hata nyumbani uko na vijana, nenda nunua huo mtungi tuje tukunywe wapi? Alafu tubalize, tugongane, tupigane, tuvurugane, alafu tuone. Wewe ukisema mwanaume ameingia, mama naye anasema hata mimi niko mama hapa ndani. Alafu tuone kama patakalika. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, jua kwamba tunaposherehekea Pasaka tunakuangalia. Usilale kwenye mtaro, kitanda kiko. Tusipiganie chakula cha Pasaka kana kwamba kwako hupiki. Kabona kwa mke wako ndivyo kutosha, gala kudeke na vako na bana vako. Naelewa. Nimesema hata ukialikwa, ukipewa kidogo, kama ikutoshi, kasirika, enda upike yako. Tusipiganie vitu vingine vya aibu. Retired mwalimu unapigiwa na sahani juu ya kichwa, banga laiti mko mnapigania chakula. Hata tunashindwa kukuita mwalimu. Kwa heshima yote, tengeneza jina, kwa sababu ukienda tutakuita vile ulivyojiita, lakini vile ulivyoishi. Jamani, tukiongea mpaka kesho itabadilisha. Aliye na sikio asikie yale Roho ananena na kanisa. Na tuombe.
umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza. E Bwana, e Bwana, e Bwana, umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza. E Bwana, e Bwana, e Bwana, umekuwa mwema kwangu, nashindwa kueleza. E Bwana, e Bwana, e Bwana, utukufu wote Bwana ninakupa, utukufu wote Bwana ninakupa. Ukiwa umeinamisha kichwa chako hivyo, uko hapa na hauna hakika tunakuhitaji. Hauna hakika kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Umekuwa ukiishi maisha ya aibu, umekuwa ukiishi maisha ya hasara, umekuwa ukiishi maisha yasiyoeleweka. Umekuwa kama Judas, anatembea pamoja na Yesu, lakini kumbe mikono yake iko ndani ya kikapu, anaiba sadaka zile zile ambazo Yesu anapewa. Jamani, wengine wanamuita mwanafunzi, lakini Yesu alijua kwamba yuko na mwizi. Wewe umekuwa kanisani miaka mingi, umefanya michango mingi, tumejenga makanisa, tumenunua viti, asante, lakini atakwambia huo ni mchango. Kama jina lako halijaandikwa mbinguni, haujasamehewa dhambi, michango hiyo ni hasara. Itakuwa ni hasara kubwa sana kujenga makanisa mazuri, kujenga nyumba ya mchungaji, kumnunulia pasta magari na kila kitu, na ukose mbingu. Ni hasara. Hakikisha kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. Uko hapa na huna hakika kwamba jina lako limeandikwa mbinguni, inua tu mkono. Usitaki kujua huyo jirani yako yuko vipi. Pia tuko na jina lake, tunamjua. Inua mkono wako, tutengeneze jina na Baba yetu wa mbinguni. Tunataka tuombe pamoja na wewe, umpokee Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako. Utangu umefiliwa, umekuwa ni machozi tu, mpaka bandu bako banga mambori. Wazidi na kukema, ni mwangemi ni mkangemi. Uchungu umebaki katika moyo wako. Unamwambia tu Bwana, usiku wa leo, jioni ya leo, mchana wa leo, kama unaweza ondoa huu uchungu. Sitaki kuitwa jina la uchungu, sitaki kuitwa jina la aibu. Nataka Bwana kubadilishwa jina. Inua tu mkono, tuombe pamoja na wewe. Na Mungu yuko hapa kukuhudumia. Si mimi ninayeponya, si mimi ninayesamehe dhambi, lakini mahali ambapo ulipo, ndio maana sikwambii uje hapa, maana mahali ulipo Yesu pia yuko hapa. Natamani tuombe na hawa wapendwa wanaoinua mkono. Baba, katika jina kuu la mwana Yesu Kristo, watoto wako hawa Bwana wanajinyenyekeza mbele zako Pasaka hii Bwana, katikati ya msiba huu mfalme wa mbinguni, wakitamani ya kwamba kwa rehema zako ukawaangalie toka juu mbinguni, unyoshe mkono wako, gusa mioyo yao, gusa kila uchungu, gusa kila aibu ambazo wamepitia. Wengine tumepewa majina mabovu, wengine tumepewa majina yenye sifa mbaya, wengine tumepewa majina ambayo Bwana hata tunaogopa kutembea njiani. Weekend hii mfalme wa mbinguni, tunatamani ya kwamba utupe jina juu ya majina yote. Jina lako Yesu tuende nalo, jina lako Yesu tutembee nalo mfalme wa mbinguni. Tunatamani kusamehewa dhambi. Wasamehe kwa kila dhambi na makosa ambayo Bwana wametenda. Ukaandike majina yako kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa sababu hatutakuwa jinsi tulivyo. Tunaenda kuwa viumbe vipya, maana ya kale yote yamepita na sasa tunaenda kuwa wapya. Asante kwa ajili ya jamii hii pia Bwana, watie nguvu, wasaidie Bwana. Mme aliyeachwa, watoto walioachwa mfalme wa mbinguni, wakajua kwamba mama amemaliza kazi Bwana, na kilio hakitatusaidia Bwana. Tusimame, tutembee mfalme wa mbinguni na ujasiri, maana utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Tutie moyo sote waombolezaji ambao tumefika mahali hapa, ukatupatie jina jipya, ukatupatie purpose mpya mfalme wa mbinguni Bwana, maana tumejifunza mambo mawili, ya kwamba hawa wote walio hapa pamoja na wewe utakumbuka yale tuliyofanya, lakini kando na kukumbuka, tukiwa hapa duniani na hata baada ya kuondoka, kuna majina ambayo tumewekewa. Tunatamani ya kwamba Bwana, tutakapokuwa tukiingia mbele ya kiti chako cha ufalme, malangoni pa mji, utukaribishe ukisema, karibuni wanangu, mmepigwa na jua la Chavia, mmepigwa na baridi ya Kenya, mmepigwa na uchumi wa Kenya, ingieni kwa raha ya baba yako. Tunatamani Bwana tukumbatiwe na wewe, tutiwe moyo na wewe, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu